anasema an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma قال imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma amesema ibn Abbas kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajma'u fi as-safar alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yajma'u fi as-safari anakusanya swala katika safari. Tunaweza kusema anakusanya swala safarini baina salati adh-dhuhri, au unaweza kusema yajma'u fi as-safari anakusanya safarini baina salati adh-dhuhri wal 'asri, baina ya swala ya dhuhuri na alasiri, idha kana ala dhahri sayr, anapokuwa katikati ya mwendo. Idha kana ala dhahri sayr, anapokuwa katikati ya mwendo, yani yuko kwenye kipando anatembea, safari inaendelea, si kwamba ameshafika. Anapokuwa yuko kwenye safari, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anakusanya baina sala dhuhuri na al-asr, wa yajma'u baina al-maghrib wal-isha, na anakusanya baina ya maghribi na isha, kwa sababu safari zinazingatiwa ziko katika sehemu mbili. Safari kwa maana huko katika mwendo wa safari, hujafika unapokwenda, umetoka kwenye mji wako uenda mji fulani unaokusudia, hujafika, unahesabika uko safarini. Pia utakapokuwa umefika kule unapokwenda, si mji wako wewe si mustautini huko wala si muqim, umekwenda kwa haja fulani, umeshafika kini mgeni pale. Huyu aliyekuwa katika mwendo wa safari ana hukumu zake fulani zinamhusu, na yule aliyefika tayari ni msafiri, lakini kuna hukumu fulani zinamhusu kinyume na huyu ambaye bado yuko safarini, kuna uzito fulani yuko nao. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akikusanya swala pale anapokuwa yuko katika mwendo, fi ala dhahri sayr, anapokuwa katikati ya mwendo. Kitafsiri neno kwa neno, alipokuwa juu ya mgongo wa kipando, yani bado yuko kwenye kipando chake. Kwa hiyo kawaida wasafiri wanakwenda kama hivyo, alafu fika mahali wateremka, wanakusanya maji au wanalisha wanyama, wanapika chakula wanakula. Kwa hiyo bado unahesabika katika ala dhahri sayr, wako safarini wale kwenye mwendo. Kwa hiyo pale utaruhusiwa kufanya jamu baina swala mbili, salatu adh-dhuhri na salatu al-'asr, kadhalika sala ya maghribi na salatu al-isha. Pia itaruhusiwa kufanya qasr, kama mlango utakapokuja hapo mbele, kuzipunguza swala zenye rakaa 4 zikapunguzwa zikaswaliwa rakaa 2. Kadhalika anapokosekana maji utatayamma, kwa sababu uko safarini, na taratibu zake zimetajwa katika vitabu vya fiqh. Kwa hadithi hii, miongoni mwa fawaidi zinazopatikana, inathibitisha kupatikana jamu, kukusanya baina ya dhuhuri na al-asr, au baina ya maghribi na isha watu wanapokuwa safarini, nayo ni sunna liman kana ala dhahri sayr, kwa yule ambaye yuko juu ya kipando. Wa amma man lam yakun ala dhahri sayr, ama yule ambaye hayuko katika kipando, hayuko katika mwendo, kashafika huko anapokwenda, fal afdalu alla yajma, iliyokuwa bora ni kutokufanya jamu. Ameruhusiwa, lakini ni ruhusa kwake kufanya jamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya jamu,
siku zake za hija zile 18 zote alikuwa akifanya jamu, akifanya qasr, alikuwa akipunguza swala. Alikuwa akiswali Mina, anaswali adhuhuri rakaa 2 katika wakati wake, asri rakaa 2 katika wakati wake. Naam, ila Muzdalifa alikuwa akikusanya baina al-maghrib wal isha, kwa sababu yuko katika dhahari sayf, bali amepumzika tu. Kadhalika salatu al-fajr haifanywi jamu, na pia hadithi inaonyesha wepesi wa sheria ya Kiislamu. Babu qasri as-salati fi as-safar, huu ni mlango wa kupunguza swala safarini. Ana Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu amesema, sahibtu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilisuhubiana na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fakana la yazidu fi as-safari ala rak'atayn, akawa hazidishi safarini juu ya rakaa 2, hazidishi zaidi ya hapo katika zile swala za rakaa 4. Lakini wa Abu Bakr, pia nimesuhubiana Abu Bakr wa Umar wa Uthman kadhalika, na wao hivyo hivyo walikuwa hawazidishi juu ya rakaa 2 katika swala za rakaa 4 zile. Pia huo nao ni wepesi, ni katika kufanywa wepesi kwenye sheria ya Kiislamu. Bali kuna wengine walikuwa wanawachuona wanaona kwamba ni wajibu kupunguza swala unapokuwa safarini, wajibu. Sawabu ni rukhsa,